Swali langu la msingi kwako Jemedari Saidi, Doumbia ni miongoni mwa washambuliaji bora barani Afrika kwa mujibu wa Ahmed Ally, lakini akaweka angalizo akichanganya. Yani akichanganya kwa maana akizoea mazingira, na mwisho wa siku sasa tutarajie Doumbia miongoni mwa washambuliaji bora barani Afrika. Hebu hili neno tulichukue. Kuna ukweli hapa? Sasa unajua hatuwezi kufanya utabiri. No. Kwamba manake hapo kuna vitu inabidi vitokee kwa mujibu wa Ahmed ndio ili iwe miongoni. Naam. Sasa mimi nachoweza kusema ni kwamba ni mchezaji ambaye ana kipaji. Mchezaji ana kipaji. Okay. Na tangu siku ya kwanza mimi nilisema kwamba ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye ana kipaji. Na kwa lugha nyingine unasema ni future prospect. Maana mtu anaweza akashtuka kwamba kipaji chake kiko wapi? Yani wewe umengamua nini kwa Doumbia? Mpira tunacheza kwa kipaji, kitu cha kwanza. Sawa, unapaswa kuwa na kipaji cha kucheza mpira ili ucheze. Sasa mchezaji ambaye anaweza kufunga magoli 13, 14 hawezi kuwa eti hana kipaji. Okay. Yaani unafungaje sasa? Unachezaje huo mpira kama una kipaji? Lakini pia huwezi kuamini kwamba kuna wengine wanacheza lakini hawana kipaji. Hapana, huwezi kucheza kabisa. Inatokea tu. Yaani haiwezekani kwa unatokea tu. Kitu cha kwanza kwenye mpira ni unapaswa kuwa na kipaji. Kila anayecheza na kipaji. Ila vipaji vinatofautiana. Yes. Unaelewa? Lakini sio kwamba eti huna kipaji afu unacheza. Wachezaji sasa kipaji chake kikubwa ama cha kawaida tu? Ana kipaji kikubwa ambacho kinahitaji kutengenezwa. Sawa, kinahitaji kutengenezwa. Na unajua kwenye haya mambo ya mpira kuna vitu vingi vinahusika kumfanya mchezaji kuwa bora. Okay. Anapaswa kuwa na kipaji, kitu cha kwanza, na wote mkajiridhisha kwamba bwana huyu mtu ana kipaji. Sawa, kwa sababu tunaposema tunaenda kutafuta vipaji, tunaweza kutafuta wachezaji ambao wana vipaji vinavyoonekana kwa macho kwamba bwana huyu this is a talent. Yeah. Kutukirekebisha kwa kutumia maarifa na mbinu tulizokuwa nazo, huyu anaweza kufika hapa. Hapo sasa Ahmed ndo anasema. Yeah. Unaelewa? Sasa Doumbia kipaji anacho. It's quite open. Kwa sababu anaweza kucheza mpira, anaweza kupokea. Kwenye mpira kuna ara tatu. Kuna kureceive, kuna kuretain na kuna kurelease. Unapokea mpira, unautunza mpira, alafu unauachia ambao ni pass. Nimesikia baadhi ya wachambuzi wakibainisha kwamba first touch yake si nzuri. Inaweza kuwa. Yeah. Inaweza kuwa first touch sio nzuri, lakini haikuondoi kwamba wewe sio mchezaji. Okay. Sawa. Na kuna wachezaji wanaweza kuwa na first touch nzuri, lakini pia ukiwalinganisha na watu wengine ukaona wao wana vipaji tofauti, wana madhaifu pengine kwenye passing. Unajua kwenye kipaji chako au kwenye kucheza mpira ni kama kwenye maisha ya kawaida. Wachache wanakuwa complete. Yeah, ni kweli. Wachache watakuwa wataitwa complete footballers au complete player. Yeah. Lakini wengine kuna kitu fulani uko nacho bora, kuna kitu kingine wewe hauko nacho bora. Yeah. Kwa sababu issue ya first touch, nikupe mfano wa Didier Drogba. Alikuwa na first touch nzuri. Ya wastani. He was a legend lakini. Unaweza kama legend Chelsea. Ukimtaja EPL legend anajulikana. Lakini first touch yake ilikuwa lazima tutumie na nguvu, azime mara 2 ya 3. Lakini alikuwa na ubora, alikuwa na maeneo ambayo ni strength yake. Sasa wenzetu wanakuambia bwana, hii ndo strength yako, na wanajaribu kuiendeleza ile strength, na wewe unakuambia weaknesses zako. Yeah. Haya madhaifu yako unajitahidi kuyapunguza. Yep. Lakini ukiimarika kwenye ubora wako huu, pia inawezekana kuna opportunity hii ambayo unaweza kuibadilisha ikawa strength kwako. Sasa sisi wengine tunapaswa kuvumilia kwa sababu ni mchakato. Miaka 19, nimesikia ana miaka 19. Ndio. Simba no klabu ambayo kubwa sana kwake, imemweka kwenye platform kubwa. Kama kijana mwenye miaka 19 anacheza klabu ambayo ndo kubwa kwenye maisha yake kwa mara ya kwanza, atakuwa na mapungufu tu. Nicolas Anelka aliyecheza Arsenal sio Nicolas Anelka aliyekwenda kucheza akiwa Chelsea akishakuwa matured. Ndio. Sawa, ni vitu tofauti kabisa. Lakini akiwa Arsenal ndio watu walijua kwamba udogo ana kipaji.
alienda Real Madrid huko si wapi, bwana huyu ana kipaji, lakini sasa kishakuwa ana maturity, sasa yuko matured. Chelsea ndio sehemu ambayo alicheza watu wakasema jamaa ana uwezo, na mind you amecheza karibia timu zote kubwa, PSG, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real Madrid. Lakini Jemedari, mimi nakusikiliza vizuri na kuelewa na wewe na katika chambuzi zetu zilizopita huwa unatoa angalizo kwamba unapoleta mchezaji kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, basi lazima quality yake iwe juu zaidi. Lakini kuna baadhi ya watu ama wadau wanakwenda mbali zaidi wakibainisha kwamba uwezo wa Dumbia, wapo washambuliaji aina ya Dumbia katika nchi yetu hii. Mfano Selemani Mwalimu ambaye ana first touch nzuri. Selemani Mwalimu tuzungumze sasa, mama mleta mtu mzuri kabisa, first touch yake vipi? Nakuuliza wewe, maana wewe ndio unawakilisha wanaotusikiliza. Iko juu ya Dumbia Mwangosi. Si ndio washambuliaji ambao mimi nazungumzia, ulete watu walio unafanya comparison na watu wa ndani. Hivi tuzungumze sasa sisi kama Watanzania. Mshambuliaji yani kinara nchi yetu ni nani? George Mpole. Kwa George Mpole sasa, Popita. Mgunda, Simba wanaye. Kevin nani huyu? Kiduku, anamuita Kiduku. Sasa kiyo sikasha staff yule anacheza ndondo sasa. Naona amesajiliwa AI ya Arusha. Timu gani? AI sio kitu kama hicho. Ya chuo iko Arusha, inashiriki championship. Au iko championship. TMA? No, IAI sio. Unaita IAA. Ndio. Family cha taxation. Ipo championship. Ndio. Kwa hiyo tunapozungumza wakati mwingine mimi napenda tuwe na kiasi. Sawa. Napenda pia kuwapa nafasi wachezaji, yani tuwape muda. Mechi 3 tu za mzunguko wa ligi, Dumbia kashakuwa hafai, nini arudishwe kwa ndege aliojia, nyang'anywe sijui visa. Kwa sababu gani? Unajua haya ni maisha. Sawa? Mtu ametoka kwake, amekuja huko, amekuja kuishi, anatafuta maisha, kuna vitu vingi, adaptation period, anatakiwa kujifundisha. Nimekupa mfano dogo bana. Ni vibaya Jemedari wewe kukosolewa na watu kumkosoa Dumbia. Sawa? Ndio. Alafu kuna maneno yanayodhalilisha. Ni vitu tofauti. Nakuelewa. Kuna kukosoa. Bana pale huyu alipaswa afanye hivi, amefanya hivi sio sawa sawa. Usawa wake ni huu. Huyu hafai. Yaani huyu hamna kitu. Yaani nilivyomuona tu. Huyu arudishwe. Kwani ndege si zinakuja? Arudi. Sasa huko sio kukosoa. Huko ni kumdhalilisha mtu. Kabisa. Asante sana. Sasa